Paulo anasema, nashangaa kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo. Akashuka chini akaendelea kusema, na kugeukia injili ya namna nyingine, wala si nyingine, lakini wapo watu wawataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Lakini japokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiria ninyi injili yeyote isipokuwa hiyo tuliowahubiria, na alaaniwe. Kama tulivyotangulia kusema, na sasa nasema tena, mtu awaye yote akiwahubiria ninyi injili yeyote isipokuwa hiyo mlioipokea, na alaaniwe. Hapa kuna mambo matatu makubwa. Jambo la kwanza, kuna kumwacha upesi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kuna kuhubiriwa injili nyingine ambayo ilikutoa katika injili yako ya kwanza. Huwezi kutoka katika injili ya kwanza ukaingia katika injili nyingine kama hujaletewa au kama moyo wako haukupokea injili nyingine. Inawezekana kwa mtu, au inawezekana kwa akili zako, au kwa fikra zako, au kwa mawazo yako. Hilo ni jambo la pili. Na jambo la tatu, anasema mtu awaye yote akiwahubiria ninyi injili nyingine tofauti na ile mliopokea mwanzo, huyo mtu alaaniwe. Hiki ni kitabu cha Wagalatia sura yake ya kwanza, kuanzia ukianza pale 6 mpaka 9 pale. Kwanza, jambo la kwanza, naomba unisikilize vizuri mpendwa unanifuata. Ukiangalia katika kitabu cha Danieli, aliwahi kuzungumza kwanza. Danieli aliwahi kusema kwamba katika siku zitakazokuja, siku za mwisho, maarifa, watu watazunguka huko na huko na maarifa yataongezeka. Leo tuna teknolojia, leo tuna mitandao, maarifa mengi yaliongezeka katika ulimwengu. Na katika kuongezeka kwa maarifa ndipo maasi yameongezeka. Na katika kuongezeka kwa maarifa ndipo neno la Mungu linahubiriwa kwa kasi, linaenea ulimwenguni mzima kupitia mitandao ya kijamii. Lakini uchafu ndani ya mioyo ya wanadamu, dhambi zimeongezeka sana wakati wa maarifa yalipoanza kuongezeka hapa ulimwenguni. Niliwahi kusema kwamba usipobadilishwa na mazingira, usipoyashinda mazingira yanayokuzunguka, ujua hayo mazingira yatakuweza. Mtu unanisikiliza, sehemu ambapo tupo sisi ni sehemu ambapo maarifa mengi yameongezeka. Na kwa sababu ya maarifa kuongezeka, uwezo, namna, nguvu ya kutenda dhambi ndani ya moyo ya mwanadamu uko juu sana kupita kawaida. Kilichoanza kuharibu vijana wengi na mabinti wengi kuacha injili ya Kristo na kumwacha yeye aliyewaita katika neema, kuna sababu nyingi zimesababisha, lakini mimi nitazungumza sababu zinazotuzunguka za mitandao hii ya kijamii. Vitu tunavyoviona kwenye mitandao ya kijamii vinatupatia ushawishi wa kumwacha upesi Kristo, kwa sababu tuliona watu wengi kwenye mitandao uwaga wanavaa hivi na sisi tukaiga. Toka zamani tukiwa kambini, vijana walianza kuharibika na mivalio, mabinti walianza kuharibika kucheza matwerking,
walianza kuharibika kuvaa masuruali, walianza kuharibika kuchambana, mabinti walianza kuharibika kuvaa vimawigi, walianza hivi vyote vya kujipodoa, walianza vijana kuharibika kuangalia picha za ngono, kwa sababu macho yetu yalikuwa presented, mbele ya macho yetu kulikuwa present, kulikuwa kitu kinaitwa mtandao, kulikuwa kitu kinaitwa movies, media, ambazo tulikuwa tunaziona ndizo zilianza kuharibu maisha yetu wakati ambapo tulianza kumpokea Kristo. Lakini turudi kwenye neno letu. Maana katika maisha yetu ya wokovu, watu wengi tuliingia kwenye wokovu. Watu waliingia kwenye wokovu wengi. Ule wokovu unaitwa wokovu wa kifafa. Yaani mtu anaokoka leo, anabatizwa, lakini bado tunaendelea na uzinzi. Tunakwenda kwenye maombi, lakini unaona mtu ni msharati. Unakwenda kufanya huduma za Mungu, lakini huku uko na mabinti wengi, vijana wengi. Hizo zote ni moja ya sababu zinazosababisha mpaka leo unajitahidi kusimama lakini unashindwa. Maana mwanzo ulianza kuharibu. Ulifikiriaga tu wokovu ni vile etete. Watu walikuwa wanaenda etete kumaombi, watu walikuwa wanaenda etete kupiga ngoma. Wengi hawajaelewa wokovu, wengine wachanga kiroho. Na vile gisi hatukuwa na walimu kabisa, hatukuzama sana katika mafundisho. Ulikuwa unakuta mabinti wengi na vijana wengi wako kwenye maombi, lakini wazinzi sana, washarati sana. Sa ile mbegu ilienda ile mbegu mpaka leo ile mbegu bado inafanya kazi. Ni wachache sana ambao walipata neema ya kuponyoka hiyo sehemu, lakini wengi sana mpaka leo ile kitu inawasumbua. Ninataka nikuambie mtu wa Mungu unayenisikiliza, usiwahi kuwa selfish katika mambo ya Mungu. Kama uliokoka kwa sababu ya watu. Kama ulibatizwaga, ulimpokea Kristo kwa sababu yako binafsi, lakini pia kwa sababu ya watu. Mungu alitaka kutumia wewe chombo binafsi ili kwamba kusaidia taifa lako na taifa la watu wengine ambao wamemwacha Kristo warudie kupitia wewe. Wakati ambapo umegundua ama wakati ambapo ulimwamini Kristo, ukaokoka, ukamtumikia Mungu na ukafika sehemu ukaanguka, lakini moyo wako unakataa kurudi, moyo upendi kurudi, umehubiriwa sana utaki kurudi, wewe ni selfish. Nikisema selfish, yani ni mbinafsi, kwa sababu kuna watu waliandaliwa katika maisha yao wataokoka kupitia wewe. Watu waliandaliwa katika maisha yao wataokoka kupitia mimi, kupitia wewe. Wakati unakataa, wakati unazidi kukataa kumurudilia Kristo, Mungu anakuita urudi katika wokovu, bado unaweka moyo wako kuwa mgumu. Unazuia wale wengine ambao wangeokoka kupitia wewe wasipate wokovu. Unachelewesha. Ninaongea lugha ngumu ya uinjilisti kwamba unapokuwa unagoma kurudi, unazuia watu wa Ninawi wasiokoke. Kuna watu waliandaliwa na Mungu wataokoka kupitia wewe. Huku unafanya mambo mawili mazito, unapoteza nafsi yako
lakini pia unapoteza wale watu ambao walipaswa kuokoka kupitia wewe. Labda maishara ya Mungu yafanyike.